Luo Nyanza tuko na viongozi ambao ni wazuri sana, lakini tunawapoteza kwa sababu watu ambao ni binafsi kule Luo Nyanza. Tulipoteza Raphael Tuju kwa sababu tamaa ya watu fulani katika kwenye siasa ya Luo Nyanza. Tumepoteza Nicholas Odera Ogumbo kwa sababu tamaa ya watu fulani katika kwenye Luo Nyanza. Tukapoteza James Rege kwa sababu tamaa ya watu fulani Luo Nyanza. Ndugu zangu, kuna wengi ambao wamepoteza kisiasa kwa sababu wanakataliwa kwa sababu msimamo yao ya maendeleo. Ndugu zangu kutoka Luo Nyanza, lazima tukatae uongo. Lazima tukataa kudanganywa tena mara nyingine. Leo hii Babu Owino anapigwa tena mara nyingine kwa sababu anasungumuza ishia ya Mjaluo alisi. Anaambiwa kwamba wewe unapinga baba. Babu hajasimama mahali akasema kwamba yeye anapinga Mheshimiwa Raila Odinga, lakini wale ambao wanasingira Raila Odinga wanampiga. Tena tunaenda kupoteza tena Babu Owino mara nyingine. Jinsi tumepoteza Raphael Tuju ambalo ni mjumbe wa kwanza kufanya maendeleo Luo Nyanza. Hakuna mbunge aliyefanya maendeleo kama Raphael Tuju. Kijana wa Sembo, mchapakazi, kijana ambaye amesomea teknolojia, IT, mwandishi ya habari. Raphael Tuju tumempoteza kwa sababu siasa mbaya ya Luo Nyanza. Gavana wa Siaya James Agri Bob Orengo pia tunaenda kupoteza kwa sababu tamaa ya wale wanasiasa wanafi kutoka Luo Nyanza. Ndugu zangu, tunapoteza watu ambao wako na maarufu, watu ambao wako na agenda ya kujenga Luo Nyanza. Tunampoteza kwa sababu tamaa ya uongozi ambaye ako jijini Luo Nyanza. Ndugu zangu, Wajaluo wenzangu, tuangalie siasa ya maendeleo, tuache kuangalia siasa ya tumbo ambalo mtu mmoja akishiba anadhani wale wengine pia wameshiba. Langu jina ni Mjukuu wa Bunduki. Kaa hapa nikufahamishe mengi ambayo inafanyika katika kwenye kulingo ya kisiasa kule Luo Nyanza. Ndugu yangu, James Orengo sasa hivi hatakikani kwa ODM kwa sababu anapinga serikali ya William Ruto. Serikali hii iliyofanya maovu kule Luo Nyanza, lakini kwa sababu mtu mmoja amekubali kushirikiana na serikali ya Ruto, sasa inasemekana serikali hii ni njema, serikali safi, serikali ambayo inafaa Wajaluo kuunga mkono, lakini hawakumbuki Wajaluo waliouliwa na serikali ya William Ruto mwaka 2022, mwaka 2023. James Orengo anasema kwamba hatuwezi ingia serikali yenye hatuna mkataba kama jamii ama kama chama. Kisha unaambia kwamba baba is always right. Ndugu zangu, ni jambo la fedhea. Orengo anafanya kazi kulingana na katiba. Orengo sio sekofan. Orengo ni mwanasiasa ambaye amefanya siasa zake muda mrefu Luo Nyanza kwa sababu alikuwa anajua Moi ni nani. Orengo amejua serikali ya KANU ni nani. Orengo amejua kwamba serikali huwa anakula wanawe. Ndugu zangu, tujaribu kusikiza Mheshimiwa James Bob Agri Orengo kwa sababu yale mambo bado yanasungumuza ni jambo la kutetea mwananchi, sio jambo la kutetea tumbo lake. Wanasiaya, msidanganywe tena mpoteze James Bob Orengo jinsi tulipoteza Raphael Tuju, mchapakazi aliyekuwa anafanya kazi kule Rarieda constituency. Hatutapata mbunge kama Raphael Tuju kwa sababu tamaa ya watu wachache kutoka Luo Nyanza. Mimi ningependa kuumiza ya kwamba nyinyi Wajaluo wenzangu, tushikane mkono kwa mbega kukataa ubedhuli, serikali mbofu. Mtu mmoja akiingia serikali nadhani wangu ameingia serikali, tunapoteza viongozi wengi. Angalia Eliud Owalo. Owalo amekuwa loyal sana chini ya Mheshimiwa Raila Odinga, lakini Owalo hajawahi chaguliwa. Owalo alipofanya kazi na Ruto akasema ni msaliti, lakini Owalo alikuwa anatakia Wajaluo nzuri. The first time tumekuwa na kiongozi anasungumuza maendeleo ya Wajaluo since independent. Mtu ambaye ametafuta wawekezaji kutoka kona zote ya ulimwengu akapeleka Ujaluo kule Siala Resort kusungumuza tatizo la Mjaluo, kusungumuza kuwekeza mali ya Mjaluo, lakini wao ndio wanapigwa. So lazima tukatae mambo ya kutumika kwa manufaa ya wachache. Kenya ni yetu. Nyanza lazima tukatae siasa ya binafsi. Mtu mmoja akiingia serikali anadhani kila moja ameshiba. Chaguzi wa haja mwaka 2027. Ni wewe mpiga kura uanze kunadi sera ya kila moja. Uangalie unataka kazi ama unataka kuadaiwa. Ukitaka kuadaiwa watakuadai tena. Langu jina ni Mjukuu na tutakufahamisha mengi kwa sababu siasa ya umaskini hatutaki tena. Tunataka mageuzi. Tunataka yale vitu ambayo inaweza kufarisha wananchi. Hatutaki vitu ambavyo ni wachache ndio wanafuna. Tunataka mageuzi
kwa sababu Kenya is belong to people. Hata Luo Nyanza wale viongozi ambao wanachaguliwa kwa sababu wananchi, hawachaguliwi kwa sababu mambo ya chama. Mambo ya mtu binafsi anafanya siasa zake kisha wanataka kupoteza. Hatutaruhusu Mheshimiwa James Bobo Orengo kutupuliwa mbali kwa sababu tamaa ya wachache ndani ya serikali ya William Ruto. Jambo la pili, angalieni siasa ambayo tunafanya. Jinsi Babu Owino sasa hivi anapigwa kwa sababu amekataa kujiunga na Ruto. Na hii watu wakijiunga wanajiunga kwa manufaa zao, sio kwa sababu manufaa zetu kama wananchi. Kisha wanaitwa wasaliti, lakini hawajasaliti mtu wowote kwa sababu wenye tumbo wameingia ndani ya serikali wakidhani ya kwamba wao pia wanafaa kusupport. Ningependa kwa rai vijana kutoka Luo Nyanza, wakati imefika tuangalie siasa kama kitu ya maendeleo. Wakati imefika tuangalie siasa si ya kwamba mtu mmoja akifaidika wale wengine pia wamefaidika. We need change in Luo Nyanza. Mtu asikudanganye kupigana na Babu Owino kwa sababu mtu mmoja. Mtu asikudanganye kutukana Babu Owino kwa sababu anakataa ama anapinga serikali ya William Ruto. Mtu asikudanganye kupinga ama kutukana Babu Owino kwa sababu hayuko kwenye broad based government. Wakenya wenzangu, ndugu zangu Wajaluo, narudia, tulipoteza Raphael Tuju kwa sababu tamaa ya wachache ambao ni wanasiasa wanafiki Luo Nyanza. Tulipoteza Nicholas Odero Gumbo kwa sababu tamaa ya wachache Luo Nyanza. Tumepoteza watu kama Philip Kundi kwa sababu tamaa ya wachache Luo Nyanza. Tumepoteza Sami Wakiaga kwa sababu tamaa ya wachache Luo Nyanza. Uchaguzi wa haja. Angalia maisha yako. Kama maisha yako ni shilingi 100, chukua umpigie wale sekofan wa chama cha ODM. Kama maisha yako ni shilingi 500, chukua mpigie wale sekofan ya chama cha ODM. Tunataka mageuzi Luo Nyanza mwaka 2027. Lazima tubadilishe uongozi wa Luo Nyanza. Lazima tubadilishe uongozi wa Luo Nyanza kwa sababu Luo Nyanza tunapoteza viongozi ambao kuna jina mzuri ya kufanya maendeleo. Tunachukua sekofan wa chama cha ODM. Uchaguzi wa haja. Lazima tukataa uongo, ubedhuli, unyama, ukosefu ya maendeleo, lazima tukatai. We need people like James Orengo ambao wanazungumza kweli kwa wananchi. We need people like Babu Owino ambao wanazungumza tatizo la Luo Nyanza. We need people like Nicholas Odero Gumbo ambao wanazungumza tatizo la Wajaluo. We need people like Eliud Owalo ambao wanazungumza tatizo la Wajaluo. Sio watu ambao wanafuata ODM kwa sababu wanafuata boss wao. Lazima tukataa unyama. Homa Bay hakuna maendeleo, ni PR. Migori hakuna maendeleo kwa sababu ni PR. Kwa sababu wanafuata chama, hawajui ya kwamba walichaguliwa na wananchi kwa manufaa ya maendeleo. Langu jina ni Mjukuu. Kama ni mara yako na kuomba nipe support ya kusubscribe, like, comment, share. Mungu akubariki.